Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Alhamis ya tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka 2026, utapata sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Na kwa ambaye anataka utabiri wa haraka zaidi ambao tunafanya kwa njia ya SMS au kutumia message WhatsApp au kwa njia ya email, unaweza ukajiunga kwa ukalipia 3,000 then tukakutumia SMS kila ikifikapo saa 6 usiku. Kama kawaida, tukianza na utabiri wa nyota ya Kondoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Leo unavutiwa na kitu chochote kisicho cha kawaida na tofauti, kwa sababu unataka kupanua ulimwengu wako kwa kujifunza mambo mapya. Dhana za falsafa au utafiti wa unajim, saikolojia na muziki utakuwa na mvuto. Unataka kutoboa fumbo la kitu fulani, pesa zipo down. Jambo lisilo la lazima, achana nalo rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red, na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Unafikiria sana leo, si jambo dogo. Unatambua kwamba unataka kuwa na ulinzi wa kifedha unaotegemeka hasa kwa mali inayoshirikiwa au rasilimali zinazoshirikiwa ulizonazo na mtu mwingine. Unaweza pia kutaka kujua nia zao ni zipi. Je, wanaaminika? Jambo linalokurejesha nyuma unalifikiria sana na mnakuliacha rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Majadiliano na wengine ni ya joto na kirafiki, kwa sababu jua, Zuhura viko kinyume na ishara yako. Hata hivyo, leo mwezi pia upo kinyume na ishara yako, ukicheza na Pluto, jambo ambalo huongeza udadisi wako katika mambo nyeti na hata maendeleo yako. Usiondoke nyumbani bila mfuatiliaji wako ambaye anakupa direction ya mahala fulani. Utajua siri kadhaa za mtu wako wa karibu leo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Itakufurahisha kuona njia za kuboresha kazi yako leo. Vivyo hivyo, unaweza kuona njia za kuboresha mila zako, na ukijitunza utaweka heshima yako kuwa juu sio kawaida. Mwili unaweza usiwe sawa sana, ila unaweza pata tiba muhimu unayohitaji na kujipa faraja iliyo bora kwa ajili ya afya yako. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver, namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Kuna alama kubwa ya sayari yako inahusiana na watoto wadogo, ujamaa na mapenzi. Hii ndiyo sababu unaweza kuvutiwa na mtu anayekuvutia, au unaweza kuwa na shauku kubwa ya kupanga mipango ya likizo au matembezi maalum pamoja na watoto. Usipigwe na hamu hii. Pesa leo ni wastani, ila mbele ni pazuri na pesa utapata. Hakikisha siri yako usitoe kwa yoyote yule. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold na au orange.
na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Majadiliano na mwanafamilia leo yatakuwa na maana na hata mipango inayotia moyo. Unaweza kuamua kufanya mabadiliko nyumbani au katika mahusiano yako na mwanafamilia pia. Kwa kweli, hii ni siku kamili ya kusafiri, kusafisha mazingira yaliyo karibu nawe, pia kutengeneza na kupanga upya mahali unapoishi ili pavutie zaidi rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini Sapphire au Carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Majadiliano na wengine yatakuwa makubwa na yenye tija leo. Kwa kweli, mazungumzo yako na mtu yanaweza kuwa na athari ya matibabu kwako kwa sababu yanaachilia kitu ndani yako. Usiache kusikiliza kwa makini, unaweza kuona hili baadaye. Mazungumzo yako na wengine leo si ya kawaida, yanakusudiwa maalum rafiki. Unaweza kushangaza mambo namna yanavyokwenda ni kasi sana, utafanikiwa. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo unataka kujisikia salama kifedha kwa kadri uwezavyo. Kubeba noti kadhaa si za kutumia bali za kuweka kila wakati kwenye pochi yako. Kunaweza kukufanya uhisi salama zaidi kifedha. Ni ujanja wa kisaikolojia rafiki. Utaona mijadala mingi pia ambayo utachangia kwa namna fulani. Utaongoza kitu japo kwa kujilazimisha. Uhuru wa kuongea unaweza kuwa mkubwa leo. Toa kauli tamu zisizowakwaza wengine. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz, malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota Sagittarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Desemba. Leo unavutiwa na mambo ya ajabu. Unaweza kusoma riwaya nzuri ya siri au kutazama kitu cha ajabu yatakutisha kwenye TV. Majadiliano kuhusu matukio ya kichawi na ya ajabu yatakuvutia. Siri zisizojulikana zinavutia. Pesa ni wastani. Utajumuika na watu wengine katika suala la mipango fulani. Utafuata ushauri fulani ambao unaweza kukuongoza rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Unajificha kwa mengi kutoka kwa kila mtu kwa wakati huu, iwe unaijua au la, na hiyo ni sawa. Wakati mwingine tunahitaji kuweka maisha yetu ya faraha kuwa ya faraha zaidi kwa sababu ya usalama wetu. Hata hivyo, siri zinaweza kufunuliwa leo. Ukiwa na mirihi katika ishara yako, utakuwa imara katika kutetea ardhi yako. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet au onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota Aquarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Majadiliano na rafiki au mshiriki wa kikundi yanaweza kuwa kusisimua na kuvutia kwa sababu mtu huyu anaweza kufundisha jambo la kuvutia. Linaweza kuwa la ajabu, linaweza kuhusisha siri fulani, ugunduzi uliofichwa ambao unauwaza mara kwa mara, uchawi uliofanyiwa au uliokoswa kukudhuru, maarifa yasiyojulikana chochote. Uko tayari? Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na akiwa. Namba ya bahati ni 4,
13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Watu wanakuona leo na wanakuona kama mtu mwenye nguvu hata kama hujisikii vizuri. Hiyo ni kwa sababu unaonyesha picha yenye nguvu, kwani sayari 4 ziko juu ya chati yako. Sio tu kwamba unaonekana unaongoza, lakini pia unaonekana kuwa wa ajabu kidogo. Katika maamuzi ya busara, kuna jambo linakutatiza ambalo unatafuta ufumbuzi rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Tunaendelea katika upande wa kuangalia gurudumu letu la bahati. Tunazungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri katika upande wa kila nyota. Kama kawaida tunaanza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Muda wake leo mzuri ni saa 5:15 hadi saa 12 na dakika 55. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wake mzuri ni saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 55. Nyota ya Gemini ni saa 9 kamili mpaka saa 7 na dakika mpaka saa 11 na dakika 55. Nyota ya Kaa ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 na dakika 55. Nyota ya Simba ni saa 11 kamili hadi saa 1 za usiku kamili. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, saa 1 ya usiku na dakika 15 mpaka saa 2 na dakika 30 za usiku. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, saa 11 na dakika na robo mpaka saa 12 na dakika 55. Nyota ya Scorpion, saa 9 na dakika 25 hadi saa 1 na dakika 15 za usiku. Nyota ya Sagittarius, saa 5 na dakika 20 mpaka saa 8 na dakika 55. Nyota ya Capricorn, saa 10 kamili mpaka saa 11 na dakika 55. Nyota ya Ndoo, saa 10 na dakika na robo mpaka saa 2 na nusu. Nyota ya Samaki, saa 3 na robo mpaka saa 6 dakika 55. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya kondoo au punda atakuwa maridadi na pia mwelekeo wake wa kufikiria upo juu sio kawaida. Nyota ya Taurus atasaidia wengine katika baadhi ya tasks na pia atasimama kutetea ahadi alizoahidiwa. Nyota ya Gemini, maongezi yake huenda yakaudhi wengine kutokana na kujiamini kwake. Atafanya jambo la kustaajabisha. Nyota ya Kaa, jukumu lake hataweza litimiza ipasavyo, hivyo basi ikidhihiri basi atafutiwe msaada ili aweze kuwa huru kifikra. Nyota ya Simba, anaweza kuwa akawa na ucheza usio wa kawaida, ikidhihiri basi usimamizi wa hali ya juu kutokana na upande wa usalama. Nyota ya Virgo, mazoea na wengine ataongeza kutokana na kuvutiwa na mazingira fulani ya rafiki zake. Nyota ya Libra, anaweza kutaka kujumuika na wenzie kwa sababu ya kujikuta kuwa na uwezo wa kitu fulani. Nyota ya Scorpio, kujiamini kutazidi ila anaweza kujitenga kutokana na mtu fulani. Nyota ya Sagittarius, mawasiliano yake yatavuka maili na hata fikra zake zitakuwa kama za mtu mzima mwenye busara zake. Nyota ya Capricorn, atafurahisha ambao wamemzunguka na hiyo ni kutokana na ucheshi wake kwa wengine. Nyota ya Aquarius, baridi inaweza mzuru kidogo, atafanya taksi zake kidogo kidogo, sio kama kawaida ulivyomzoea. Nyota ya Samaki, thamani yake itapanda na atavutiwa na kila mtu kwa vile ni mkarimu na mwenye kuonyesha upendo wa hali ya juu kwa wazee wake. Tunaendelea kuangalia upande wa watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Watoto hawa ambao wamezaliwa siku ya leo watakuwa wajasiri, washauri, nasaha na hata mafundi katika masuala mbalimbali, na hata kuwa na ujuzi wa uandishi wa vitabu tofauti, na wataingia baadhi yao katika masuala ya siasa na wengine wataigiza na kuwa waongoza filamu, kwa sababu siku kama leo mwaka 1856 alizaliwa Joseph John Thomson, mwanamfizikia kutoka Uingereza, na pia alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya fizikia mwaka 1906. Pia siku kama leo mwaka 1910 alizaliwa Abe Burrows, mwandishi kutoka Marekani. Na vile vile siku kama leo mwaka 1913 alizaliwa Willy Brandt. Huyu alikuwa ni kansela wa Ujerumani. Na
Siku kama leo mwaka 1939 alizaliwa Harold Varmus. Huyu alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya tiba ambayo alishinda mwaka 1989 na vile vile siku kama leo mwaka 1946 alizaliwa Steve Biko. Huyu alikuwa mwanasiasa kutoka Afrika Kusini. Na vile vile siku kama ya leo mwaka 1946 alizaliwa Steven Spielberg. Huyu alikuwa ni mwongozaji wa filamu kutoka Marekani. Na vile vile siku kama ya leo mwaka 1968 alizaliwa Caspar Van Dien, mwigizaji filamu kutoka Marekani. Pia tunawatakia heri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku kama ya leo. Ushauri kwa mama: mategemeo yako kwa mwanao ni makubwa na yenye uvumilivu usio wa kifani. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto: unaweza usijue namna gani ya kudeal na jambo fulani, ila ushauri wa wazee ni mzuri na bora sana. Ulikuwa nami na bye bye.